Karibu sana kwenye sports update ya Game on TZD. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu, leo ikiwa ni Disemba 11 mwaka 2025. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu, nikupitishe viwanjani yale ambayo yalojiri siku ya hii leo. Simba wamekamilisha usajili wa Fawaz Basa Dieng, raia kutoka pale Afrika Kusini, beki fullbeki nambari 3, ambapo Simba wameweza kukamilisha mchezaji huyo kwa usajili kwa njia ya mkopo kutoka pale club ya Mamelodi Sundowns hapo chini Afrika ya Kusini. Sababu kiongozi wa klabu hiyo ya Simba, sababu iliyoweza kuwapelekea kwenda kuongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya Simba na kuweza kumsajili mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28, raia kutoka pale Afrika ya Kusini. Ni mmoja kati ya wachezaji bora kweli, ambapo Simba wameweza kukamilisha usajili kwa njia ya mkopo kutoka klabu ya Mamelodi Sundowns na kuingia katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hili limekuwa ni jambo zuri kweli, kwa sababu Simba hivi sasa wamekuwa na maelewano mazuri na klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns. Tumeshuhudia hapa Nio Maema kutoka Mamelodi Sundowns kwa mkopo na kusajiliwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia tumeshuhudia Rushain The Rock ameweza kusajiliwa ingawa sio kwa mkopo, lakini ule ukaribu na klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns itakuwa ni sehemu sahihi. Hata viongozi wenyewe wa klabu hiyo ya Mamelodi wameona kwamba ni wakati sahihi wa mchezaji hao kuelekea katika viunga vya Msimbazi. Rasmi Simba wamekamilisha usajili wa fullbeki nambari 3. Hili ni moja kati ya sajili bora kweli ambalo litaenda kusaidiana katika kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Inaonekana fullbeki nambari 3 baada ya kuondoka Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, kumekuwa na ukakasi katika nafasi hiyo ya kuweza kuimiliki kwa asilimia 100. Nafasi hiyo ikichezwa na Anthony Mligo, lakini pia nafasi hiyo pia ikichezwa kwa mara nyingine huchezwa na Nabi Kamara, lakini si mara kwa mara Nabi Kamara huwa hudumu katika nafasi hiyo ya fullbeki nambari 3. Kwa hiyo uongozi wa Simba na hili limekuwa ni chaguo la mwalimu mwenyewe, na amejaribu kukitazama kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba na kujaribu kuona kwamba eneo gani linahitajika kufanyiwa maboresho. Amesema kwamba anahitaji na fullbeki nambari 3 mwingine, ambaye fullbeki huyo atenda kusaidiana na Anthony Mligo kwenda kuweka ile bato ya maana moja ama nyingine. Rasmi Simba wamekamilisha usajili kutoka pale Afrika Kusini, na hili lilikuwa ni bonge moja la usajili ambaye mchezaji huyo akitokea pale Mamelodi Sundowns. Msimu uliomalizika, msimu uliopita wa 24-25, Fawaz Basa Dieng alikuwa ni mchezaji wa club ya Stellenbosch pale nchini Afrika Kusini, na Mamelodi wameweza kumsajili mchezaji huyo kutoka klabu hiyo ya Stellenbosch. Sasa baada tu kusajiliwa, Fawaz Basa Dieng amekuwa na kutokuweza kupata nafasi za mara kwa mara. Sasa kadri siku inavyozidi kuongezeka, kiwango huenda ikawa kwa kinashuka. Kwa hiyo Simba tu walipoweza kuandika hayo maombi na kusema kwamba wanamhitaji Basa Dieng kuja kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa mkopo na klabu hiyo ya Mamelodi, wao walikataa mara kwanza, kwa maana kwamba Simba walikuwa wakimhitaji mchezaji moja kwa moja kumnunua kutoka Mamelodi kwenda katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini uongozi wa Mamelodi mara ya kwanza waliweza kukataa na kusema kwamba bado yupo katika mipango yetu msimu utakaofuata. Kwa hiyo ile harakati za Simba kumhitaji mchezaji wa aina hiyo ni kama vile Basa Dieng wameweza kumwekea block na kusema kwamba wapo katika nia ya dhati kweli kwenda kumtumia mchezaji huyo Fawaz Basa Dieng, raia kutoka Afrika ya Kusini. Lakini pia Simba wakaendelea kuongeza nguvu hapo na kusema kwamba basi kama mtakuwa mmekataa kuweza kumnunua ama kumchukua mchezaji wenu moja kwa moja, basi kama itawezekana basi mtupe kwa mkopo ili kwenda kukiongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na sababu ambazo Simba wanazifanya kuweza kuongeza nguvu na kuhakikisha kabla ya hapo kuweza kumpata mchezaji huyo Fawaz Basa Dieng ni kwa sababu wanahitaji kwenda kuongeza nguvu katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ukumbuke kwamba Basa Dieng hakuwahi kutumika katika michuano hiyo ligi
ya mabingwa barani Afrika, na hii itakuwa ni bonge moja la sababu ambazo wao Simba wamejaribu kuzitazama kwa upana zaidi ili kuona labda inaweza kwenda kuwasaidia katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nipo hapa kukiri na kuthibitisha kwamba Simba wamefanikiwa kukamilisha usajili wa Fawaz Bassa Dieng, fullback nambari 3. Huyo ni raia kutoka pale Afrika Kusini, huko akiwa na umri wa miaka 28. Bonge moja la mchezaji ambapo Simba wamekamilisha usajili huo, na hili ni usajili mzuri ambao usajili huu utaenda kumwekea changamoto, naweza nikasema hivyo, kumwekea competition kubwa sana kwa Anthony Mligo katika nafasi hiyo, kwa sababu ukijaribu kutazama mchezo wa Petro amekuwa na makosa ya mara kwa mara Anthony Mligo, lakini pia unaweza kumlaumu Anthony Mligo kwa sababu ile experience katika mashindano hayo ligi ya mabingwa barani Afrika yeye alikuwa hana, na huu ndio msimu wake wa kwanza kushiriki michuano hiyo mikubwa. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni mchezaji ambaye bado hajakuwa na ile exposure na kuwa na experience kubwa sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye bado bwana mdogo, bado hajawa na ile confidence ya kuweza kujiamini zaidi katika michuano mikubwa kama hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Simba wamejaribu kutazama kwa kina zaidi kuona labda waweze kumleta mchezaji ambaye mwenye kufanana na kasi na mchezaji ambaye mwenye uzoefu sana katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Rasmi Fawaz Bassa Dieng ameweza kujiunga na klabu hiyo ya Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja kwa mkopo kutoka pale klabu ya Mamelodi Sundowns, na kabla ya hapo Fawaz Bassa Dieng alikuwa akichezea Stellenbosch pale nchini Afrika ya Kusini. Huu utakuwa ni usajili wa kwanza ukiachana na usajili wa Luis Jose Miquissone, kwa sababu uongozi wa klabu ya Simba hivi sasa wapo katika mazungumzo ya mwisho na mchezaji huyo, kiungo mshambuliaji kutoka klabu ya UD Songo pale nchini Msumbiji, na tayari mazungumzo ya awali Simba wameweza kukamilisha kuweza kuzungumza na uongozi wa klabu hiyo ya UD Songo pale nchini Msumbiji. Kwa hiyo Simba huu ni usajili wao wa kwanza kwa kuweza kukamilisha, na dili ambalo la Luis Jose Miquissone mpaka hivi sasa limeweza kutimia kwa 80% ili Luis Jose Miquissone kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo itakuwa ni usajili wa pili kwenye dirisha dogo la usajili ifikapo Januari ya mwaka 2025. Kwa Simba wameanza mazungumzo na baadhi tu ya wachezaji ambao waliokuwa wameshaweza kukubaliana kwa mazungumzo ya awali. Tayari wameshaweza kumalizana makubaliano ya pande zote mbili, kwa maana kwamba Simba pamoja na Luis Jose Miquissone wao wameshaweza kukubaliana, lakini pia kinachosubiriwa kwa hivi sasa ni uongozi wa UD Songo kuweza kulipitisha swala hilo. Lakini mazungumzo tu ya awali Simba pamoja na UD Songo wao pia wamefikia patamu, lakini bado mazungumzo kwa 20% ili mambo yaende kuwa vizuri kweli katika kwenda kuongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na baada ya hapo Simba wanaenda kutarajia kumtangaza kocha ambaye atakayeweza kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kocha ambaye atakayeenda kuiongoza Simba ama kuirudisha katika mafanikio ambayo Simba walikuwa wameweza kuyapoteza misimu kadhaa iliyokuwa imepita huko nyuma, na kocha ambaye akitokea pale Mamelodi Sundowns. Msimu uliomalizika, msimu uliopita wa 24-25, Fawaz Bassa Dieng alikuwa ni mchezaji wa club ya Stellenbosch pale nchini Afrika Kusini, na Mamelodi wameweza kumsajili mchezaji huyo kutoka klabu hiyo ya Stellenbosch. Sasa baada tu kusajiliwa, Fawaz Bassa Dieng amekuwa na kutokuweza kupata nafasi za mara kwa mara. Sasa kadri siku inavyozidi kuongezeka, kiwango huenda ikawa kikoa kinashuka. Kwa hiyo Simba tu walipoweza kuandika hayo maombi na kusema kwamba wanamhitaji Bassa Dieng kuja kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa mkopo na klabu hiyo ya Mamelodi, wao walikataa mara kwanza, kwa maana kwamba Simba walikuwa wakimhitaji mchezaji moja kwa moja kumnunua kutoka Mamelodi kwenda katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini uongozi wa Mamelodi mara ya kwanza waliweza kukataa na
kusema kwamba bado yupo katika mipango yetu msimu utakaofuata. Kwa hiyo ile harakati za Simba kumhitaji mchezaji wa aina hiyo ni kama vile Basa Dieng wameweza kumwekea block na kusema kwamba wapo katika nia ya dhati kweli kweli kwenda kumtumia mchezaji huyo Fawaz Basa Dieng, raia kutoka Afrika ya Kusini. Lakini pia Simba wakaendelea kuongeza nguvu hapo na kusema kwamba basi kama mtakuwa mmekataa kuweza kumnunua ama kumchukua mchezaji wenu moja kwa moja, basi kama itawezekana basi mtupe kwa mkopo ili kwenda kukiongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na sababu ambazo Simba wanazifanya kuweza kuongeza nguvu na kuhakikisha kabla ya hapo kuweza kumpata mchezaji huyo Fawaz Basa Dieng ni kwa sababu wanahitaji kwenda kuongeza nguvu katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ukumbuke kwamba Basa Dieng hakuwahi kutumika katika michuano hiyo ligi ya mabingwa barani Afrika, na hii itakuwa ni bonge moja la sababu ambazo wao Simba wamejaribu kuzitazama kwa upana zaidi ili kuona labda inaweza kwenda kuwasaidia katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nipo hapa kukiri na kuthibitisha kwamba Simba wamefanikiwa kukamilisha usajili wa Fawaz Basa Dieng, fullbeki namba 3. Huyo ni raia kutoka pale Afrika Kusini, huko akiwa na umri wa miaka 28. Bonge moja la mchezaji ambapo Simba wamekamilisha usajili huo, na hili ni usajili mzuri ambao usajili huu utaenda kumwekea changamoto, naweza nikasema hivyo, kumwekea competition kubwa sana kwa Anthony Mligo katika nafasi hiyo, kwa sababu ukijaribu kutazama mchezo wa Petro amekuwa na makosa ya mara kwa mara Anthony Mligo, lakini pia unaweza kumlaumu Anthony Mligo kwa sababu ile experience katika mashindano hayo ligi ya mabingwa barani Afrika yeye alikuwa hana, na huu ndio msimu wake wa kwanza kushiriki michuano hiyo mikubwa. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni mchezaji ambaye bado hajakuwa na ile exposure na kuwa na experience kubwa sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye bado bwana mdogo, bado hajawa na ile confidence ya kuweza kujiamini zaidi katika michuano hii mikubwa kama hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Simba wamejaribu kutazama kwa kina zaidi kuona labda waweze kumleta mchezaji ambaye mwenye kufanana na kasi na mchezaji ambaye mwenye uzoefu sana katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Rasmi Fawaz Basa Dieng ameweza kujiunga na klabu hiyo ya Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja kwa mkopo kutoka pale klabu ya Mamelodi Sundowns. Na kabla ya hapo Fawaz Basa Dieng alikuwa akichezea Stellenbosch pale nchini Afrika ya Kusini. Huu utakuwa ni usajili wa kwanza ukiachana na usajili wa Luis Jose Miquissone, kwa sababu uongozi wa klabu ya Simba hivi sasa wapo katika mazungumzo ya mwisho na mchezaji huyo, kiungo mshambuliaji kutoka klabu ya UD Songo pale nchini Msumbiji, na tayari mazungumzo ya awali Simba wameweza kukamilisha kuweza kuzungumza na uongozi wa klabu hiyo ya UD Songo pale nchini Msumbiji. Kwa hiyo Simba huu ni usajili wao wa kwanza kwa kuweza kukamilisha, na dili ambalo la Luis Jose Miquissone mpaka hivi sasa limeweza kutimia kwa 80% ili Luis Jose Miquissone kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo itakuwa ni usajili wa pili kwenye dirisha dogo la usajili ifikapo Januari mwaka 2025. Kwa hiyo Simba wameanza mazungumzo na baadhi tu ya wachezaji, na wachezaji ambao waliokuwa wameshaweza kukubaliana kwa mazungumzo ya awali tayari wameshaweza kumalizana makubaliano ya pande zote mbili, kwa maana kwamba Simba pamoja na Luis Jose Miquissone wao wameshaweza kukubaliana. Lakini pia kinachosubiriwa kwa hivi sasa ni uongozi wa UD Songo kuweza kulipitisha swala hilo, lakini mazungumzo tu ya awali Simba pamoja na UD Songo wao pia wamefikia patamu, lakini bado mazungumzo kwa 20% ili mambo yaende kuwa vizuri kweli katika kwenda kuongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na baada ya hapo Simba wanaenda kutarajia kumtangaza kocha ambaye atakayeweza kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kocha ambaye atakaenda kuiongoza Simba ama kuirudisha katika mafanikio ambayo Simba walikuwa wameweza kuyapoteza misimu kadhaa iliyokuwa imepita huko nyuma, na kocha ambaye mwenye falsafa bora kweli, ni kocha ambaye anaweza akairudisha ile
ile Simba ya mwaka 2020, 2021, 2019, Simba ambayo ilikuwa ni tishio kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo wiki hii Simba wanatarajia kwenda kumtangaza kocha, na baada ya hapo Simba wataenda kumtangaza Fawaz Bassa Dieng, raia kutoka pale nchini Afrika ya Kusini, ambaye Simba wameweza kumsajili kwa mkataba wa mwaka mmoja kwa mkopo kutoka klabu ya Mamelodi Sundowns pale nchini Afrika ya Kusini. Lakini pia mwekezaji rais wa heshima wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji amesema kwamba hivi sasa inatakiwa kukifanya ni kwenda kuangalia tu wapi ambapo inahitajika kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko cha Simba, na baada ya hapo yeye atakuwa yuko wazi kabisa ama atakuwa yuko tayari kwenda kutoa fedha ili mambo yaende kuwa vizuri kweli kweli. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wanaweza kusema kwamba wape kongole kwa usajili mzuri ambao uongozi wa Simba wamejaribu kukitazama kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, wapi ambapo panapohitajika kwenda kufanya maboresho makubwa kuelekea katika msimu huu ambao unaenda kuendelea Januari ya mwaka 2026 ilifikapo kufunguliwa kwa dirisha dogo la usajili. Mimi naitwa Mpekuzi.com. Unaweza ukatufollow huko kupitia Facebook, Instagram pamoja na account yetu ya YouTube, andika pale Game On TZ. Utakuwa ni wa kwanza kabisa kuweza kupata habari zetu za kimichezo, burudani pamoja na siasa, zote hizo utazipata hapo. Lakini bila shaka nenda pale kwa upande YouTube, subscribe ili mambo yaende kwa vizuri kabisa, na ili uwe kwanza kuweza kupata habari za kimichezo zilizotukuka na zilizohakikiwa kabisa na vyombo muhimu, vyombo maalum ya kuweza kudhibitisha hizo habari za kimichezo. Lakini vile vile endelea kuserelea ama endelea kutufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii, lakini bila shaka endelea kuweka maoni yako, endelea kuweka ujumbe wako. Hakika kabisa hapa itakuwa